Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali namba 136 la Mheshimiwa Haider Ali Hussein Gulamali, mbunge wa Ilongero kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na ujenzi wa vyuo vya ufundi stadi yani VETA 65 katika wilaya 64 na mkoa mmoja wa Songwe. Ujenzi huu unafanyika katika wilaya na mkoa ambao hauna chuo cha VETA kabisa. Jimbo la Ilongero lipo katika wilaya ya Singida ambapo tayari ina chuo cha VETA. Hivyo wananchi wa jimbo la Ilongero wanahimizwa kutumia chuo cha VETA Singida ambacho kina huduma za bweni kwa wanafunzi wanaotoka maeneo ya mbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jitihada za kupanua fursa za upatikanaji wa elimu ujuzi kwa ngazi mbalimbali, serikali inaendelea na ujenzi wa shule ya sekondari ya amali katika jimbo la Ilongero ambayo itatoa mafunzo ya vitendo na stadi zinazohitajika katika soko la ajira. Mheshimiwa Yohana Msita. Asante sana mwenyekiti, nishukuru sana kwa majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, na swali moja la nyongeza. Kwa kuwa wilaya Manyoni ni miongoni mwa wilaya kubwa sana hasa kwenye mkoa wa Singida, ina asilimia zaidi ya 58, na tunaishukuru sana serikali kwa sababu imeshaanza ujenzi wa VETA, lakini ujenzi huu umekuwa ukisuasua. Sasa swali ni je, ni lini chuo cha VETA wilaya ya Manyoni kitakamilika ili kiweze kuanza kazi? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Yohana Msiga kama ifuatavyo. Jimbo la Manyoni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hivi sasa ujenzi wa VETA kwa ujumla umefikia asilimia 65 na serikali kama ilivyoahidi kwamba itajenga vyuo hivi vya VETA nchi nzima kama ilivyoahidi. Tunaahidi kwamba asilimia 35 iliyobaki ikifika mwezi Septemba mwaka 2026 itakuwa imemalizika. Mheshimiwa Amos Maganga. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nikushukuru kunipa nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkataba wa ujenzi wa chuo cha ufundi wilayani Sikonge ulisainiwa Juni 2023 na chuo kingekamilika Disemba 2023. Lakini kutokana na changamoto mbalimbali mpaka tunavyoongea hivi sasa hicho chuo bado hakijakamilika. Je, ni nini sasa tamko la serikali kuona kwamba chuo hiki kinaenda kukamilika? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyojibu katika majibu ya jumla kwamba serikali iliahidi kujenga vyuo hivi nchi nzima kwa zile wilaya ambazo hazina vyuo hivi. Tayari tulishapokea bilioni 82 kama asilimia 82 ya bilioni 100 ambazo tumepewa, lakini pia tumeshapokea asilimia ya fedha zilizobakia, na nimwahidi Mheshimiwa mbunge kwamba fedha hizi tutaenda kuzigawa hivi karibuni na vyuo vyote hivi vitakamilika. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mheshimiwa, swali la Mheshimiwa Mariam na Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.